Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein na tunamzungumzia rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ambaye ameamuru kusitishwa kikamilifu kwa mapigano nchini Ukraine kuanzia Mei 8 hadi Mei 10, huku Urusi ikisherekea siku ya ushindi dhidi ya Ujerumani ya Kinazi, siku ya Victory Day. Ikulu ya Kremlin imesema kuwa rais wa Urusi ametangaza kusitisha kikamilifu uhasama kwa misingi ya kibinadamu kwa sherehe hizo za Mei 9. Kremlin ilitaka Kiev ijiunge na mapatano ya saa 72, lakini ikasema iwapo vikosi vya Ukraine vitakiuka, wanajeshi wa Urusi watatoa jibu la kutosha na la maafa. Hapo awali Putin alikubali kusitisha mapigano katika kipindi cha Pasaka na imeripotiwa kukiukwa pakubwa na wanajeshi wa Urusi, na huku Moscow ikidai kuwa vikosi vya Ukraine pia vilivunja makubaliano hayo. Tangazo la hivi punde limekuja saa chache baada ya Kremlin kusema Putin anamtaka Volodymyr Zelensky kuchukua hatua za kwanza za mazungumzo ya amani ya moja kwa moja ili kumaliza vita huko nchini Ukraine kati yao na Urusi. Rais wa Ukraine pia amepitisha amri mnamo 2022 ambayo ilikataza mazungumzo na Putin baada ya Urusi kudai mikoa minne ya nchi kama eneo lake. Kwa mara nyingine tena, upande wa Urusi unasisitiza utayari wake wa mazungumzo ya amani bila masharti yanayolenga kuondoa sababu kuu za mzozo wa Ukraine na kwa ushirikiano wa kujenga na washirika wa kimataifa. Kremlin ilisema hakukuwa na majibu ya haraka kutoka kwa Ukraine. Siku ya Jumapili, Rais Volodymyr Zelensky alipendekeza tena Moscow ilikuwa inajifanya kuwa tayari kufanya mazungumzo ya makubaliano yaliyofikiwa na Marekani kumaliza uvamizi wake wa miaka mitatu nchini Ukraine. Tunaweka misimamo yetu imara ili tuwe na kila fursa za kidiplomasia ambazo zinafaa, Zelensky aliandika katika ujumbe katika ukurasa wake wa Telegram. Warusi wanazungumza mengi juu ya utayari wao unaodaiwa kukubali mapendekezo ya Marekani, lakini hadi sasa hakujawa na dalili za jeshi la Urusi kujiandaa kwa ukimya kwa kweli, aliongeza Bwana Zelensky. Aidha amesema kinyume chake, tangu Pasaka ukaaji na ushambuliaji ulianza tena na shughuli zake kama kawaida za kutushambulia bila shaka kwa gharama na hasara kubwa. Warusi wamejaribu kusonga mbele zaidi, amesema kiongozi huyo wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Kila siku ya vita kama hivyo mbele inathibitika kwamba Urusi inajaribu kudanganya ulimwengu, kudanganya Marekani na wengine na kurefusha vita hivi, rais huyo anasema. Ndio maana tunahitaji shinikizo. Shinikizo ni muhimu kuwafanya Warusi kuchukua hatua zote, chochote kinachohitajika ili kusimamisha vita. Siku ya ushindi ni sikukuu inayoadhimishwa ushindi wa muungano wa Kisovieti dhidi ya Ujerumani ya Kinazi mwaka 1945 baada ya kukamilika kwa vita vya pili vya dunia. Ilizinduliwa kwa mara ya kwanza katika jamhuri 15 za muungano wa Kisovieti kufuatia kutiwa saini kwa hati ya Kijerumani ya kujisalimisha jioni ya tarehe 8 mnamo mwezi Mei mwaka 1945. Mei 9 kwa saa za Moscow, serikali ya Usovieti ilitangaza ushindi huo mapema tarehe 9 mnamo mwezi Mei baada ya sherehe ya kutia saini huko Berlin. Ingawa uzinduzi rasmi ulifanyika mnamo mwaka 1945, likizo hiyo ikawa siku isiyokuwa ya wafanyakazi mnamo mwaka 1965 tu. Huko Ujerumani Mashariki, tarehe 8 Mei iliadhimishwa kama siku ya ukombozi kutoka mwaka 1950 hadi 1966 na inaadhimishwa tena katika kumbukumbu ya miaka 40 mnamo mwaka 1985 na mnamo mwaka 1967 siku ya ushindi ya mtindo wa Sovieti iliadhimishwa tarehe 8 Mei. Tangu 2002 Ujerumani ikiwa ni pamoja na majimbo ya Mecklenburg-Vorpommern yameadhimisha siku ya ukumbusho inayojulikana kama siku ya ukombozi kutoka kwa ujamaa wa kitaifa na mwisho wa vita vya pili vya dunia. Shirikisho la Urusi limetambua rasmi tarehe 9 Mei tangu kuundwa kwake mwaka 1991 na inaona kuwa ni likizo isiyokuwa ya kazi hata ikiwa iko mwishoni mwa wiki. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.